DMTA inakuwa ni taasisi ya kwanza binafsi kutoa mafunzo ya ubaharia kwa mitaala ya mkataba wa viwango vya mafunzo, vyeti na uangalizi wa mabaharia au International Conventions on Standards of Training, Certifications and Watchkeeping for Seafarers wa mwaka 1978 pamoja na marekebisho yake. Kwa hiyo mafunzo yatakayotolewa DMTA yanatambuliwa kimataifa, yatamwezesha mhitimu kushindana katika soko la ajira la dunia katika tasnia ya bahari. Mafunzo yanayotolewa DMTA, chuo kinatarajia kutoa mafunzo ya msingi kwa mabaharia, yani basic safety training, ambayo ni sharti muhimu ya mtu yeyote anayetarajia kufanya kazi ya bahari merini. Dirisha la udahili wa wanafunzi wanaotaka kujiunga na mafunzo hayo limefunguliwa leo. Mafunzo yataanza rasmi tarehe 13 Aprili mwaka huu 2026. Mafunzo hayo ya msingi yanajumuisha kozi mbalimbali zitakazotolewa kwa pamoja, na kozi hizo ni hizi zifuatazo: mbinu binafsi za kujiokoa baharini, personal survival techniques au PST, mbinu za kuzuia na kupambana na moto, fire prevention and firefighting. Mafunzo ya huduma ya kwanza, elementary first aid, usalama binafsi na wajibu kwa mwenzako, personal safety and social responsibility au PSSR. Mafunzo ya kuelewa ulinzi baharini, security awareness training. Mafunzo haya yanalenga kumwandaa mhitimu aweze kumudu mazingira ya bahari na kumjengea uwezo wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za bahari na kumwezesha kutekeleza majukumu yake kwa umahiri na weledi wa hali ya juu. Ya cheti kitakachotoka Tanzania, mafunzo yatakayotolea Tanzania ni sawa sana mafunzo yatakayotolewa Ujerumani, yatakayotolewa Marekani, kwa sababu ni utaratibu ambao umewekwa kwa ajili ya mafunzo ya mabaharia wote duniani, kwa sababu meli inapita maeneo tofauti na utaratibu wa meli ni wa namna moja. Kwa hiyo tunaposema DMTA wamepata ithibati na pengine kupewa fursa na kutangaza hapa kuanza mafunzo katika tarehe hiyo 13, ni kwamba watatoa mafunzo ni sawa sawa na chuo chochote kile kinachotoa mafunzo haya duniani. So mabaharia ndio wanaoendesha dunia. 90% ya mizigo tunayotumia ikiwemo hizo kamera mnazotumia zimepita baharini. 90% ya mizigo. Tunapozungumzia 90%, tumeacha 10% tu kwa njia nyingine za usafirishaji, kwa maana ya ndege, reli na barabara. Kwa hiyo mabaharia ni sehemu ya wadau muhimu katika sekta ya usafirishaji kwa njia ya maji, na mafunzo yao ni mafunzo muhimu. Na kwa bahati nzuri mafunzo haya sisi tuna uzoefu nayo kwa maana ya zaidi ya miaka 40, na imekuwa vizuri kwamba kuna chuo kingine cha ziada kimeongezeka kwa ajili ya kutoa mafunzo haya, na limekuja ili kutokana na mazingira ya uhitaji umekuwa mkubwa sana. Kwa hiyo kwanza niwapongeze DMTA kwa kuweza kufanikisha hili, lakini pia ni washawishi mabaharia mabaharia na wananchi kwa ujumla kwamba sekta ya bahari bado ndio inashawishi katika sekta ya ajira.